Sisi wa Katoliki tuna utamaduni wa muda mrefu wa kuwa na mwaka maalum ambao tunaita mwaka mtakatifu, mwaka Jubilei. Utaratibu huu tuliurithi kutoka kwa Waisraeli kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Wenzetu waliagizwa kufanya Jubilei, mwaka maalum wa Bwana, kila baada ya miaka 50. Na lengo lilikuwa kuwakumbusha hawa wana wa Israeli kumtegemea Mungu 100%. Ndio maana wanapewa masharti mengi kidogo, kutokulima na kadhalika. Wategemee tu kile ambacho Mwenyezi atawapatia. Pia kilikuwa ni kipindi cha kuhakikisha haki inatendeka. Ndio maana wanaagizwa kufanya matendo ya huruma, kurudisha mali za watu walizochukua, kusaidia wenye shida na kadhalika. Sisi tunaadhimisha tendo hilo, lakini kila baada ya miaka 25 na sio 50. Hii inatokana na viongozi wa kanisa katika karne ya 15 waliona wanaofikisha miaka 50 ni wachache, si wengi kivile. Kwa hiyo wakapunguza kwa nusu ili wengi zaidi waweze kushiriki. Na lengo la kanisa katika kufanya hilo ni nini? Ni lile kama la wana wa Israeli. Tunapewa kipindi ambacho kitatusaidia kuhuisha maisha ya roho tena, spiritual renewal. Kwa hiyo Jubilei ni mwaka huu, Jubilei mwaka huu, wazo la msingi ni mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Matumaini katika nini? Matumaini katika ulimwengu usiotaka kuishi kama Mungu anavyotuagiza. Matumaini katika ulimwengu uliojaa vita na dhuluma na ukosefu wa haki. Matumaini katika ulimwengu unaopambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kumbe wapendwa, tutumie kipindi hiki vizuri ili neema ya Mwenyezi itubadilishe kutoka ndani, ili tuchangie katika kufanya dunia mahali pazuri zaidi pa kuishi katika nyanja zote. Utukufu wa Mungu ung'ae tena duniani na nguvu za mwovu zishindwe. Nimeona wana nyeta leo. Mnaniona? Watoto mtakatifu, mpo? Tuko kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la kimisionari wa, yani wewe, acha tu hapa kwetu ni imani tu, hatutarudi nyuma mpaka kieleweke. Shetani naye toka kule. Ndio mwaka huo nyaka mbali kabisa. Pamoja na hayo, tumepewa kipindi hiki ili tuchote neema kwa njia ya rehema kamili. Wazo nililolitaja mara ya kwanza kwamba ili kupata rehema kamili kuna masharti yake. Kwanza kuna sala, mtakia tusali. Alafu kuna kusali kwa nia za Baba Mtakatifu, kuna kupata sakramenti ya kitubio, kuna kupokea Ekaristi Takatifu na kufanya matendo ya huruma. Zaidi sana kufanya hija kama tulivyokuja leo mahali hapa. Na kwa namna pekee basi tuna hawa ndugu zetu ambao wamekuja kufanya hija mahali hapa kwa lengo hilo la kupata rehema kamili. Na kwa kifupi kabisa, rehema kamili ni ile neema ambayo tunapewa kwa ajili ya kufuta makovu ya dhambi. Tunapotenda dhambi, unaungama, unapewa maondoleo ya dhambi, lakini huwa kuna kovu linabaki. Sasa hilo kovu usipolifuta hapa duniani kwa njia ya rehema kamili, kufanya matendo mema,
basi inabidi upalifute toharani. Kwa hiyo kitu muhimu sana kwamba tutapata rehema kamili mwisho wa ibada hii ya misa kwa wale ambao tumetimiza masharti yote, na naamini wengine mmefanya hivyo. Basi pamoja na sisi, narudia tena, kati yetu kuna hawa mapadri na watawa kutoka Tanzania nzima ambao wamependa kuja kuadhimisha jubilei yao hapa na kufanya kituo hiki, kituo chao cha hija, katika harakati za kupata rehema kamili. Tuwashangilie. Kama ilivyo desturi ya jubilei, wapendwa mapadri na watawa, tutumie muda huu tuliopata kwa mahali hapa kumshukuru Mungu, ndio, lakini pia kutazama nyuma na kusema asante kwa yale mengi ambayo Mwenyezi ametujalia kwa kipindi hiki cha miaka 25. Tunajua kwamba mmefanya mengi mazuri sana tu, upande wa sala, upande wa utume, safi kabisa. Na tunajua mmefanya hayo katika mazingira magumu vile vile. Mmepitia changamoto mbalimbali, mapungufu ya vitendea kazi kwa mfano, au wakati mwingine kuinuliwa visijino na wale mnaowahudumia, na hata kukataa kuwasikiliza. Kwa leo kanisa linatambua hayo makuu mliofanya, na ndio maana tuko hapa kuwapongeza tena sana. Nawapongeza pia kwa sababu mmekuwa wadumivu katika wito, mmedumu katika wito, kwamba mmeweza kuvumilia mkafika miaka 25 kitu cha kumsifu Mungu. Si wote wanafanywa hivyo. Hata jana kuna mtawa mmoja alikuja kwangu kuomba kuondoka, ameshakaa miaka karibu afikishe hiyo miaka 25, lakini ameachia ngazi ghafla. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, watawa, mapadri, kwamba mmekaza buti mpaka dakika hii, na tunawaombea muendelee kubaki katika wito wenu. Wapenda sana, nitumie neno litakalowatisha kidogo. Baada ya mwaka huu mnaanza kipindi cha mwisho. Kipindi cha mwisho maana yake nini? Ni kipindi cha mwisho kwa sababu ndicho kipindi ambacho kitawaingiza kwenye kustaafu. Kwa taarifa zenu kama mjui, baba mgeni unasikia? Kipindi hiki kinakupeleka kustaafu ndugu yangu. Kwa hiyo katika nafasi hii naomba niwaambie mambo kadhaa ambayo yatawasaidia mnapoingia katika kipindi hiki kipya cha kustaafu. Kwanza, nawaalika muendelee kumshuhudia Kristo kwa nguvu zenu zote, kwa sababu yeye ndiye sababu ya uwepo wenu. Ombeni neema ya kuendeleza yale yote mema ambayo mliyafanya kwa kipindi hiki cha miaka 25. Katika nyanja zote, katika sala, katika sakramenti, katika huduma, Mungu aongeze nguvu kwenu, muendeleze hayo kwa nguvu kabisa. Endeleeni kuwa na imani kubwa kwa Mungu kama alivyofanya mama yetu Bikira Maria. Endeleeni kuwa na upendo usio na mipaka kama alivyokuwa nao Bwana wetu Yesu Kristo. Umesikia katika Injili iliyosomewa sasa hivi. Endeleeni kuwa manabii, msiogope kukemea uovu, hata kama mnawakemea watawarudu kwa maneno. Kumbukeni manabii walichofanya, kutenda bila woga, na hasa katika jamii ambayo inahitaji sana mwongozo wenu. Endeleeni kusoma. Najua hatari kubwa umri huu kusema bana inatosha. Please, naomba katika kusoma kuna kuzeeka.
Baadaye nitaomba kila mmoja aje atuambie anasoma kitabu gani cha kiroho. Tuanza na Father Mhindi. Tunaishi katika dunia ambayo inaenda kwa spidi sana. Tunaongea kuhusu akili memba na mambo mapya. Mnaelewa hayo au ni maneno tu? Tafadhali msipite na wakati. Naomba mtumie kipindi hiki kinachoanza sasa kuponyesha vidonda vyenu. Kuna vidonda ambavyo tumewasababisha sisi wengine, wakiwepo wale unaishi nao na viongozi na waamini ambao wataki kusikia, au vilivyosababisha na watendaji wengine. Inawezekana kabisa. Pia kuna vidonda ambavyo mmejisababishia ninyi wenyewe kwa kushindwa kukabiliana vizuri na baadhi ya changamoto za maisha. Tafuteni upatanisho. Tafuteni upatanisho. Msibebe mizigo ambayo haina maana. Msiingie kipindi kipya na mizigo ya zamani. Miaka 25 pum, full stop. Anza upya. Msibebe mizigo. Fulani yule Mr. Msamehe alifanya nini yule? Acha hii habari. Kumbukeni kuwa furaha sio kuwa na vitu vingi, bali ni kufurahia kile ulicho nacho hata kama ni kidogo. Na alika muitunze miili yenu. Huu ndio wakati mbaya sana wa kuota vitambi vya hovyo hovyo. Mmenisikia? Afya ni mali. Usipoichunga ndugu yangu, mshahara wake ni magonjwa ya ajabu sana. Wasaidieni watawa na mapadri vijana ambao bado wanahitaji kupata miongozo yenu, kwa sababu ninyi sasa ni encyclopedia, wazee wa busara. Heshima yenu sasa ni wazee wa busara. Ndio jina lenu sasa. Tumieni busara yenu ionekane. Na katika hilo naomba muhakikishe zizini kuna ndama. Maana yake nini? Chocheni mito kwa maneno na matendo yenu. Tafadhali sana. Isitokee ukamkatishe kijana, binti au mvulana hamu yake ya kuwa mtawa au padre kwa kumwambia maneno ambayo hayamtii moyo. Padre mmoja wa seminaristi walienda kwake, akawatazama, akamwambia, "Ni vipi? Mna akili nzuri. Upadre haulipi." Sasa kile maneno ya kusema, tuatie moyo tafadhali. Na mkumbuke wao ndio wanakuja kuhadithi, kuwatunza baada ya safari. Watawafinya. Kila unapoumizwa, iambie akili yako kuwa huyu hakukusudia kuniumiza kivile. Kwa sababu wakati mwingine mtu akikukosea tuna tabia ya kuzidisha. Mtu anasema neno fupi kidogo, lakini unaongeza vya kwako kichwani huko. Yaani unafanya ile uovu unakuwa mkubwa. Kumbe unakuwa mkubwa kivile. Alafu unaumia sana. Wewe acha. Tabia nyingine mbaya ya sisi wazee, mko wazee mnaingia huko sasa, ni kulalamika. Nani mlalamikaji mkubwa hapa? Tutasema baadaye. Enzi yetu bwana haikuwa hivi. Ni jana jikashuka jikapanda. We, acha hiyo habari. Acha kulalamika. Stop dwelling in the past. Come in the future. Na hii sisema kwa mapadri tu na watawa, nasema wote mnaonisikiliza. Wazee zangu mnanisikia huko? Jana mmelalamika nini? Wewe mzee. Katika kutenda usisubiri watu wakusifu. Fanya kile unachoamini ni sawa, hata kama sio wote wanakikubali. Wengine wanakata tamaa sana wasiposifiwa. Jamaa akimaliza kuhubiri tu anatoka nje haraka. Leo nimehubirije? Hebu niambie basi. Unapata mmoja kidogo asimie. Ametoka nje akakutana na masista siku wamemlia nini? Kauliza swali, "Hivi nimehubiri vizuri?" Anambia, "Leo umechemsha pati." Kidogo asimie. Kwepa mazungumzo hasi.
Negative talk, kwepa kabisa. Ni sumu. Acha ku-criticize kila kitu. Ona mazuri katika maisha na si mabaya tu. Zero matatizo yake. Alafu kubali mabadiliko. Ndio, kubali mabadiliko. Avoid resistance. Mama mkuu kila saa kunihamisha tu. Hanione nimekuwa mzee. Mimi hapa kwa mzee kabisa kama mzee kifua mbele, alafu unanihamisha kwa askofu bibi. Bwana acha. Mlalamika. Na 12, endeleeni kuishi miiko ya kuitwa kwenu kama mapadri na kama watawa. Kwa sisi wengine tumefanya tulichoweza katika kuchangia katika maisha hawa na Biblia kwa namna moja au nyingine. Albert Einstein alisema, nipo kwa sababu wengine wameniwezesha. Nipo kwa sababu wengine wameniwezesha. Wanajibu leo mpo kwa sababu wengine sisi tumewezesha. Kwa hiyo pia mtu kwa kipindi hiki tushukuru vile vile. Nimalize kwa kusema kwamba pamoja na kuwa hapa na pale mlichemsha katika maisha yenu, sisi leo tunawasamehe. Tunawaalika na ninyi mtusamehe. Tumsifu Yesu Kristo.